بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: الركن الرابع صوم شهر رمضان من كل سنة. nguzo ya 4 ya Uislamu ni kufunga mwezi wa Ramadhani kila mwaka. Bado Sheikh Al-Fawzan hafidhullah anaelezea hadithi ya Umar bin Khattab. Jibril alipokuja kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam Uislamu na iman na ihsan, idhan Mtume sallam akajibu kwa kumuelezea nguzo 5 za Uislamu. Ar-ruknu ar-rabi, nguzo ya 4, saumu shahri ramadhana min kulli sana, ni kufunga mwezi wa Ramadhani kila mwaka. Qala ta'ala: shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa katika mwezi huo Qur'ani. إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه, atakayeuona katika nyinyi mwezi muandamo falyasumhu, na afunge mwezi huo. فيجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان أداء إن كان يستطيع الأداء وليس له عذر. ni lazima muislamu afunge mwezi wa Ramadhani adaan, kwa kutekeleza, yani ndani ya mwezi wa Ramadhani. In kana yastati'u al-adaa, akiwa anaweza kutekeleza saumu katika mwezi huo. Walaysa lahu udhrun, na hana udhuru wote wa maradhi au wa safari, ni lazima afunge. Au qadaan, au alipize, idha kana la yastati'u al-adaa walahu udhrun, akiwa hawezi kutekeleza saumu katika mwezi wa Ramadhani na ana udhuru, basi aje alipe udhuru huo ukiondoka. Qala Allah ta'ala: waman kana maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar, aliyekuwa ni mgonjwa katika mwezi wa Ramadhani au yuko safarini, basi afungue kisha arudishe aje alipe katika siku nyingine baada ya mwezi wa Ramadhani. Qala falmarid walmusafir yuftirani wa yaqdiyani, mgonjwa na msafiri watafungua katika mwezi wa Ramadhani na watalipa baada ya mwezi wa Ramadhani. Wa man lam yastati' as-siyama likibarin wa haramin au limaradhin muzminin fa innahu yafdi, ambaye hawezi kufunga kwa sababu ya utu uzima au kwa sababu ya maradhi ya kudumu, maradhi yasiyo na kupona, fa innahu yafdi, huyo atalipa fidia badali ya kufunga saumu, atalipa fidia ya chakula. Qala ta'ala: wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale wasioweza kufunga basi ni fidia ya chakula cha maskini. Kila siku anayoacha atatoa fidia ya chakula kumpa maskini takriban kilo 1. Kulla yawmin yut'imu miskinan fidyatan 'anis siyam, kila siku atampa chakula maskini fidia ya ile kufunga. Itakuwa badali ya kufunga, kwa sababu hana uwezo tena wa kufunga, ni mgonjwa sana, ni mgonjwa maradhi yanayoendelea, maradhi sugu yasiyopona, au ni mtu mzima hana uwezo tena wa kufunga. Huyu badali ya kufunga atatoa chakula, mchele, sio lazima kipikwe na kitowewa, mchele kabla haujapikwa, au unga wa sima. Kulla yawmin yut'imu miskinan fidyatan 'anis siyam, kila siku atampa chakula maskini fidia ya ile saum. Idha kana la yastati'u an yasuma la adaan wala qadaa, ikiwa hawezi kufunga, la adaan, si kwa kutekeleza mwezi wake Ramadhani, wala kulipa baada ya Ramadhani, yote hawezi,
itabidi atoe fidia ya chakula. الركن الخامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. kukusudia nyumba ya ibada tukufu, nyumba ya Allah tukufu al-Kaaba, mwenye kuweza kwenda huko, mwenye uwezo wa gharama za haji, huyo ndio anawajibika kutekeleza nguzo hii ya haji. Ambaye hana uwezo, si wajibu kwake kwenda kufanya haji baitillahi al-haram. قال والحج معناه في اللغة القصد. حج معنى yake katika lugha ni kukusudia. Wa amma fi shar'i, ama kisheria, fahuwa qasdul baitil haram liadai manasikil haji wal umra, ni kukusudia nyumba tukufu ya Allah kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji na umra, taqarruban ila Allah jalla wa ala, kwa sababu ya kujiweka karibu na Allah jalla wa ala. فالحج والعمرة عبادتان لله عز وجل. حج وعمرة ni ibada mbili za Allah azza wa jalla, walakinna makanahuma wa mahillahuma fil masjidil haram wa ma hawlahu min al mashaa'ir. Lakini mahali pa ibada hizo mbili ni Masjidil Haram kule Makka na sehemu zilizo karibu yake katika mashair ya kule Makka. Haji, hakuna mahali popote panapofanywa haji isipokuwa katika nyumba ya Allah tukufu al-Kaaba, pale iliyo katika Masjidil Haram. falau annahu hajja ila ghairi al-Kaaba falan yuqbala hajjuhu. lau mtu akifanya haji kwenye isiyokuwa al-Kaaba, haji yake haikubaliwi. فلو أنه حج إلى غير الكعبة فلن يقبل حجه. وإذا اعتقد أنه يحج إلى قبر أو إلى ضريح أو إلى بناية أو إلى شجرة فإنه يرتد عن دين الإسلام. akiitakidi kwamba yeye anafanya haji kwenye kabri fulani au kwenye dharih, lile kabri lililojengewa, au ila binaya, au katika jumba fulani anafanya haji hapo, au ila shajara, au katika mti, fa innahu yartaddu an dini al-Islam, huyo anatoka katika dini ya Uislamu. falaysa hunaka shay'un yuhajju ilayhi illa baitullahi azza wa jalla al-baitul atiq. hakuna kitu chochote kinachokusudiwa kwa ibada isipokuwa nyumba ya Allah azza wa jalla. Nyumba hiyo kongwe ya al-Kaaba ndiyo inayofanyiwa ibada ya haji. Kwa hiyo anayekusudia haji akakusudia kufanya kabri, haji yake ifanya kwenye kabri fulani, au anakwenda kule Karbala, sijui kwenye makaburi ya Mashia, huyo ni kwamba anatoka katika Uislamu. فتؤدى مناسك الحج والعمرة عنده وحوله كما أمر الله. hutekelezwa manasiki zile haji, ibada ya haji na umra zinatekelezwa mbele ya al-Kaaba na karibu ya pale al-Kaaba, kama amara Allah, kama alivyoamrisha Allah. walhajju fi zamanin makhsus, haji ipo katika zama maalumu, kama qala ta'ala alhajju ashhurun ma'lumat, haji ni miezi maalumu inayojulikana. wa amma al-umratu fa fi kulli sana laysa laha waqtun muhaddad, ama umra ni kila mwaka, kila siku, kila mwezi, haina wakati uliowekwa maalumu. Umra ni kila mwezi mtu anaweza kwenda kufanya umra. وقال تعالى man istata'a ilayhi sabila, mwenye uwezo wa njia ya kuendea huko Makka. قال الشيخ الفوزان حفظه الله لما كان الحج يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى سفر وفيه مشقة شرط الله لوجوبه الاستطاعة. ilipokuwa haji inahitajia nafaka, inahitajia chakula, inahitajia gharama na inahitajia safari, wafihi mashaka, na kuna uzito,
katika safari ya kwenda haji, sharata Allahu liwujubihi listitaa, Allah ameweka sharti ya ulazima wa haji uwezo. Falistitaatu takunu bilmal wa takunu bilbadan, uwezo huo unakuwa kwa mali, gharama za kusafiria na gharama za matumizi kule na malazi. Watakunu bilbadan, pia uwezo unakuwa kwa mwili. Mtu anaweza akawa na mali gharama zote, lakini bado ni mgonjwa, hana uwezo wa kusafiri kwa sababu ya maradhi, huyu pia si lazima kwenda kufanya haji. Falistitaatu takunu bilmali wa takunu bilbadan, uwezo unakuwa kwa mali na pia unakuwa kwa mwili. Faman istataa bibadanihi walaysa indahu malun falaysa alayhi hajjun, mwenye uwezo kwa mwili wake, ana nguvu zake na afya yake, lakini hana mali, huyu hawajibiki haji. ومن استطاع بماله ولكن لا يستطيع ببدنه فإنه يوكل من يحج عنه, mwenye uwezo wa mali yake, ana gharama zote za kwenda haji na kurudi, walakin la yastati'u bibadanihi, lakini hawezi kwenda kwa sababu ya mwili wake ni mgonjwa, fa innahu yuwakkilu man yahujju anhu, huyu atamwakilisha atakaye muhijia. Huyu ambaye ana uwezo wa mali lakini hana uwezo wa mwili wake, ni mgonjwa, huyu gharama hizo atampa mtu akamfanyia haji, kwa sharti ya kwamba mtu huyo awe ameshaihijia nafsi yake hajjatul islam. قال ولما كان الحج شاقا وبعيد المكان على بعض المسلمين يسره الله وجعله مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة. ilipokuwa haji ni nzito na mahali penyewe panapofanywa haji ni mbali kwa baadhi ya Waislamu, Allah amelisahilisha jambo hilo na ibada hiyo, waja'alahu marratan fil umri, akajalia haji wajibu wake ni mara moja tu kwa umri, ma'al istitaa, pamoja na uwezo. Pamoja na kwamba mtu ana uwezo wa kwenda kila mwaka, lakini faradhi na wajib ni mara moja tu katika umri wote. وما زاد عن المرة الواحدة فإنه تطوع, iliyozidi mara moja, mtu akenda mara mbili, mara tatu, mara tano, hiyo ni sunna. كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا, enyi watu, Allah amefaradhisha juu yenu haji, fanyeni haji. قال رجل أكل عام يا رسول الله, mtu mmoja katika masahaba akamuuliza Mtume, je, ni kila mwaka ya Rasul Allah ibada hii ya haji? Fasakata, Mtume akanyamaza. Hatta qalaha thalathan, mpaka akamwambia maneno hayo mara tatu. Faqala Rasul sallam law qultu na'am la wajabat wala mastata'tum, lau ningesema ndiyo ni kila mwaka ingelazimu ibada hiyo kila mwaka, wala mastata'tum, na msingeweza kwenda kufanya haji kila mwaka. Falhajju marratun wahida, haji ni mara moja. Walillahi alhamdu, hadha huwa alfardhu, hii ndiyo faradhi ya lazima, mara moja katika umri. Wama zada anil marra fahuwa tatawu'un, iliyozidi mara hiyo moja, hiyo ni sunna, si faradhi tena. قال حفظه الله فهذه أركان الإسلام الخمسة, hizi ni nguzo za Uislamu tano. والحج معه العمرة, na haji iko pamoja nayo umrah, لأن في بعض روايات حديث عمر رضي الله عنه, sababu katika baadhi ya riwaya za hadithi ya Umar radhiyallahu anhu, wa anta hujja wa ta'tamira, na kufanya haji na kufanya umra. وأنت حج وتعتمر, والعمرة تسمى الحج الأصغر, عمرة inaitwa haji ndogo. Huyo haji na umra si haji peke yake, yote mawili ni faradhi, ni lazima. Yote mawili ni lazima, haji ni lazima, umra ni lazima kwa mwenye uwezo.
idhan wal umratu tusamma al hajj al asghar, umra inaitwa haji ndogo. Thumma sa'alahu 'anil iman, kisha Jibril akamuuliza mtume kuhusu iman. Faqala akhbirni 'anil iman, akamwambia nielezee kuhusu iman. Faqala sallallahu alayhi wasallam an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, imani ni kumwamini Allah na kuamini malaika wake na kuamini vitabu vyake na kuamini mitume wake, pia kuamini siku ya mwisho. Wa tu'mina bil qadar, na kuamini qadar, makadirio ya Allah, khairihi wa sharrihi, ya khairi na ya shari, makadirio ya Allah azza wa jalla katika mambo yaliyotokea na yanayotokea na yatakayotokea duniani, ya khairi na shari, yote yamekadiriwa na Allah azza wa jalla. Hizi ni nguzo 6 za iman, ambapo ni lazima kila muislamu aamini nguzo hizi 6. Falimanu huwa hadhihi al-arkanu al-batina, imani ni hizi nguzo za ndani, hizi ni za kuamini moyoni. Falimanu huwa hadhihi al-arkanu al-batina, imani ndio hizi nguzo nguzo 6 za ndani. Wa huwa fi lugha at-tasdiqul jazimu alladhi la ya'tarihi shakkun, imani katika lugha ya Kiarabu ni kusaddiq kwa uhakika ambako hauzukiwi na shaka, haizukii imani hiyo na shaka yoyote. At-tasdiqul jazim alladhi la ya'tarihi shakkun, imani ni kusaddiq kwa lazima, kusaddiq kwa uhakika. Unasaddiq na kuamini kitu na una uhakika kwamba unakiamini hivyo. Hadha huwa al-jazim, at-tasdiqul jazim alladhi la ya'tarihi shakkun, ni kusaddiq kwa uhakika ambako hakuzukiwi na shaka yoyote. Hiyo ni katika lugha al-iman. Wa amma fi shar'i fahuwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Ama katika sheria iman inda ahli sunna, imani ni kusema kwa ulimi, wa i'tiqadun bil qalbi, na kuitakidi kwa moyo, wa amalun bil jawarih, na kufanya amal kwa viungo, yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah, imani inazidi kwa kufanya taa na inapungua kwa kufanya maasi. Kila mtu anavyozidi kufanya taa, sala, zaka, siyam, adhkar, imani yake inazidi, na kila mtu anayefanya maasi ndipo imani yake inapopungua. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هي ndio imani kwa ahli sunna wal jamaa, khilafan lilmurji'ah, kinyume cha murji'ah alladhina yaqulun al-iman huwa at-tasdiq bil qalbi au at-tasdiq bil qalbi wan nutq bil lisan faqat wa la yadkhulu al-amalu fihi. Kinyume cha murji'ah, moja katika vikundi vilivyopotea ni murji'ah wanaosema iman ni kusaddiq kwa moyo peke yake, au kusaddiq kwa moyo na kutamka kwa ulimi tu, wala yadkhulu al-amalu fihi, amali haingii katika imani. Amali hizi, sala, saumu, kila amali njema haingii katika imani. Imani nafsi ya kusaddiq kwa moyoni au kusaddiq kwa moyoni na kusema kwa ulimi peke yake. Ukishasema hivyo unakwenda peponi bila kusali wala kufunga wala kufanya ibada yoyote. Hii ni imani na maelezo potofu ya kikundi hiki cha murji'a. Qala Sheikh Al-Fawzan, al-murji'a qila min al-irja'i ay min at-ta'khir. Neno murji'a imesemwa inatokana neno irja, yani kuchelewesha. Irja maana yake ni ta'khir, kuchelewesha jambo. Liannahum akharu al-amala an musamma al-iman, sababu hawa murji'a wamechelewesha amal na jina la iman, wanasema amal hasi katika iman, kwa ndio maana wakaitwa murji'a. Waqila min ar-raja, nimesema kwamba irja neno hili linatokana na raja.
لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. sababu murji'a wanasema haidhuru pamoja na imani maasiya. Ukiwa ni muumini, maasiya hayo hayadhuru imani yako. Fanya kila unachotaka katika maasiya, imani yako iko pale pale. Hii ni itikadi potofu ya murji'a. Qalu la yadhurru ma'al imani maasiya hayadhuru pamoja na imani. Wewe fanya unalotaka katika maasiya, imani yako iko pale pale, kama imani ya Abu Bakar walivyowapotofwa. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'a, kama taa isivyofaa pamoja na ukafiri. Kafiri akifanya taa yake haimnufaishi lolote. Ndio maasiya yasivyodhuru imani yako. Itikadi potofu ya hawa murji'a, ndivyo wanavyodai hivyo, wala hawana dalili yote, ni upotevu wao tu wa kusema maneno haya ya kipotofu. Wa hum firaqun shatta, hawa ni vikundi mbalimbali vilivyo na itikadi hii. Undhur maqalati alislamiyin walfiraq walfarq baina alfiraq. Muislamu anatakiwa ajue pia itikadi za vikundi hivi. Muislamu anatakiwa ajue kheri na ajue shari. Ajue kheri ili aitekeleze, ajue shari ili ajiepushe nayo. Sasa kama mtu hujui itikadi hizi, mtu akija akakubabaisha, akutelea maneno mengi, anakutia katika irja, wewe mwenyewe hujijui mpaka unaamini, sababu hujui kama ni shari. Kwa lazima mtu kujua kheri na lazima kujua shari. Kama unavyojua sunna, lazima pia ujue bid'a ili ujiepushe na bid'a, utekeleze sunna. Haki na batil, lazima ujue haki uitekeleze, lazima ujue batil ili ujiepushe nayo. قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذا قول مردود. قولي yao hii murji'a ni yenye kukataliwa, haikubaliwi. Fala budda min al-amal, lazima kufanya amal, sala, saumu, sadaqa, adhkar, lazima kufanya amal kila muislamu. Wala yakunu al-insanu mu'minan biduni al-amal, hawi mtu ni mu'min bila ya amal. Haiwezekani, hawezi kuwa mtu ni mu'min bila ya amal. Hatta walau saddaqa biqalbihi walau nataqa bilisanihi, hata lau alisadiki moyoni mwake na akatamka, na lau alitamka kwa ulimi wake. Walam yakum bil amal, hajatekeleza amali yoyote. Walaysa lahu udhrun yamnauhu minhu, na ana udhuru wote unaomzuia na kufanya amal. Falaysa bimu'min, huyu si mu'min. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان مقرونا بالعمل في كثير من الآيات. sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametaja iman hali ya kukutanizwa na amal katika aya nyingi. Akitaja iman anataja hapo na amal. Aya nyingi amezitaja hii kuonesha kwamba imani peke yake haitoshi bila ya kufanya amal. Qala walam yaktasir ala dhikri al-imani faqat, Allah hajafupisha kutaja imani peke yake, hapana. Akitaja iman anataja na amal, tena amali njema. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Waumini hakuna vingine, innama hakuna vingine. Waumini wa kweli ni wale ambao akitajwa Allah nyoyo zao huingia hofu, wanaogopa. Wa idha tuliyat alaihim ayatu, na wakisomewa aya zake, zadatuhum imana, huwazidisha aya hizo, huwazidisha kuamini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, pia wanamtegemea Mola wao tu. Alladhina yuqimuna as-salah, wale wanaotekeleza sala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika tulivyowapa wanavitoa kwa ajili ya Allah.
ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini wa haki. Sasa hizi zote ni amali, sala, kutoa, zote hizi ni imani. Kumtegemea Allah ni amali, hizi zimo katika imani. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. hakuna vingine, waumini ni wale walioamini Allah na mtume wake kisha wasitie shaka katika imani yao. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, wakapigana jihadi kuitetea dini ya Allah kwa mali zao na nafsi zao. Amal hii ni amal. Ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli katika imani zao. Kwa Allah anapotaja iman anataja na amal njema. innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Amanu wa amilus salihat, hajataja imani peke yake kwamba innal ladhina amanu hawataingia peponi kwa imani peke yake. Hakuna aya hiyo wala hakuna dalili ya hadithi zinazoonyesha kwamba imani peke yake inatosha. Iman na amali njema. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 أو 60 شعبة. imani ni zaidi ya sehemu 70 au zaidi ya sehemu 60. Shakku min arrawi, au ni shaka ya huyu mpokezi wa hadithi hii. Al-imanu 70 au 60. Abu Huraira ametia shaka, je, mtume alisema 70 au 60? Ndio, al-imanu 70 au 60 shu'ba. Imani ni zaidi ya sehemu 70 au zaidi ya sehemu 60. Fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah, bora ya sehemu hizo ni neno la ilaha illa Allah, kalimatu tauhid. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, sehemu ya chini kabisa katika hizo ni kuondosha uchafu katika njia. Hii ni katika iman na ni imani ya chini. Wal haya'u shu'batun min al-iman, haya ni sehemu katika imani. Al-imanu 70 au 60 shu'ba. Sasa hizo ndio amali njema, hizo zote hizo shu'ab hizo ndio amali njema. Fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah, bora ya shu'ba hizo na bora ya sehemu hizo za iman ni kusema la ilaha illa Allah. Wa adnaha, na ya chini kabisa, imatatul adha anit tariq, ni kuondosha uchafu katika njia. Pia ni katika iman, ni amali njema na ni katika iman. Kuondosha uchafu katika njia, kuondosha jiwe katika njia, kila kitu ambacho kinasumbua watu na kuudhi watu barabarani, kukiondosha ni thawabu na ni katika iman. Wal haya'u shu'batun min al-iman, na haya ni sehemu katika iman. Haya ile ambayo ni sifa anayojipamba mtu ya kuacha kila maasi, ndio haya. Haya ni sifa ambayo anajipamba mumin ya kila maasi ya kuyawacha na kila amali njema kuifanya, hiyo ndio haya. Hadha alhadithu fihi anna al-imana qawlun wa amalun wa i'tiqad. Hadithi hii ina kwamba imani ni kauli, ni kusema, wa amalun, na kufanya amali njema, wa i'tiqadun, na kuitakidi moyoni. Yote haya ndio itikadi ya al-sunna wal jamaa. Qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan, kusema kwa ulimi na kufanya amali kwa viungo vyako na kuitakidi moyoni, ndio itikadi ya al-sunna ya imani. Liannahu qala afdaluha qawlu la ilaha illa Allah, mtume anasema bora ya sehemu hizo za iman ni kusema la ilaha illa Allah. Hadha qawlun bil lisan, qala hadha qawlun bil lisan, hii ni kusema kwa ulimi. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, sehemu ya chini kabisa ya imani ni ya shu'ba za iman ni kuondosha uchafu katika njia. Wa hadha amal, hii ni katika amali njema.
wal haya'u shu'batun min al-iman, haya ni sehemu katika iman, wa hadha fil qalbi, na hii ni katika moyo. Kwa hii ndio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa kwamba al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad. Fadalla ala anna al-imana yatakawanu min hadhihi al-umuri thalatha. Hadithi hiyo inafahamisha kwamba imani inafanyika kutokana na mambo haya matatu ya kusema kwa ulimi na kuitakidi kwa moyo na kufanya amali kwa viungo. Faman taraka al-amala nihaiyan wa lam ya'mal ma'a qudratihi ala dhalik wa imkaniyati al-amal fa innahu laysa bimumin. Anayewacha kufanya amali njema kabisa, walam ya'mal, na asifanye amali yoyote, ma'a qudratihi ala dhalik, pamoja na uwezo wake wa kufanya amali hiyo, wa imkaniyati al-amal, na uwezekano wa amali hiyo, fa innahu laysa bimumin, huyo si mu'min, si mu'min kabisa. Amma man taraka ba'd al-amal, ama mwenye kuacha baadhi ya amali njema, فهذا قد يكون كافرا وقد يكون ناقص الإيمان. huyu huenda akawa ni kafiri na huenda akawa ni mpungufu wa imani. Si kafiri lakini imani yake imepungua. فإذا ترك الصلاة فهو كافر كما في الحديث والآيات. akiwacha sala huyo ni kafiri kama ilivyo katika hadithi na aya za Qur'an. Ndio aliposema أما من ترك بعض العمل فهذا قد يكون كافرا، ni huyo aliyewacha sala, كما في الأحاديث والآيات. أما إذا ترك شيئا من الأعمال غير الصلاة فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان. أما من يكواcha ibada yoyote, amali yoyote katika amali isiyokuwa sala, huyo anakuwa ni muumini mpungufu wa imani. كأصحاب الكبائر التي دون الشرك، كما wenye kufanya madhambi makubwa ambao ni chini ya ushirikina, hawa ni waumini wapungufu wa imani, sio makafiri. Wenye kufanya madhambi makubwa si makafiri, hawa ni waumini lakini wapungufu wa imani. Hawezi kuitwa waumini peke yake, waumini moja kwa moja, waumini kamilul iman, kwa sababu madhambi yao makubwa yamepunguza imani zao. Kwa hao wanaitwa ni waumini lakini wapungufu wa imani. Qala wala budda min ijtima'i al-islam fi adh-dhahir wal iman fi al-batin. Lazima kukusanyika Uislamu wa dhahir na imani ya moyoni ya ndani. Wala budda min ijtima'i al-islam fi adh-dhahir wal iman fi al-batin. Lazima kukusanyika Uislamu kwa dhahir na imani ya ndani. faman iqtasara ala al-islam faqat duna al-iman fahadha munafiq. Mwenye kufupisha Uislamu peke yake, yeye ni Muislamu, anafanya amali za dhahir, anaonekana anasali, anafunga, anatoa sadaka, lakini haamini moyoni, huyu ni mnafiki. fa innal munafiqina aslamu fi dhahir, kwani wanafiki walisilimu kwa dhahir, wanaonekana wanafanya amali za dhahir, sala na nyinginezo za dhahir zinazoonekana. wasaru yasumun wa yusallun, wakawa wanafiki wanafunga siyamu wa Ramadhani, wanasali, wayamaluna arkana alislam, wanatekeleza nguzo za Uislamu, lakin laysa fi qulubihim iman, lakini katika nyoyo zao hakuna imani yoyote hata kidogo. fahum fi darkil asfali minan nar, wao wanafiki hao wako katika daraja ya chini ya motoni. Kwa sababu gani? Wamefanya amali za dhahir lakini moyoni mwao hamna imani yoyote. Kwa hiyo wao katika daraja ya chini kabisa ya moto. Wakadhalik man amana biqalbi, vile vile mwenye kuamini kwa moyo wake, walam yamtathil bijawarihi, na hajatekeleza kwa viungo vyake, hafanyi ibada yoyote, anaamini moyoni tu lakini hafanyi ibada yoyote, hasali wala hafungi. walam yantiq bishahadatayn, wala hajatamka shahada mbili, fa innahu laysa bimumin, hu si muislamu. lianna al-imana bilqalbi faqat la yakfi, sababu imani ya moyoni peke yake haitoshi.
وإنما الإيمان بالقلب هو أحد دعائم الإيمان. isipokuwa kuamini moyoni ni moja ya nguzo za iman. Wala budda min an-nutq bil lisan wal amali bil jawarih. Hiyo kuamini moyoni pia haitoshi, lazima kutamka kwa ulimi na kutekeleza amal kwa viungo. Wa illa fa innal mushrikina yu'minuna biqulubihim, vinginevyo ni kwamba washirikina wanaamini kwa nyoyo zao. Wal yahudu wan nasara yu'minuna biqulubihim bisihhati risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wote hao wanaamini kwa nyoyo zao usahihi wa utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaamini hivyo. Wayusaddiqunahu fi qulubihim, na wanamsadiki mtume katika nyoyo zao. Lakin yunkiruna hadha fi dhahirihim, lakini wanapinga hili kwa dhahiri yao. Sasa kuamini moyoni peke yake haitoshelezi, vinginevyo ni kwamba hao wote wanaamini katika nyoyo zao kwamba Mtume sallam ndio mtume wa kweli, ndio mtume wa mwisho, lakini wanakataa kwa dhahiri. Kwa hiyo hawa ndio maana wamebaki katika ukafiri wao. Qala ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Tunajua kwamba yanakuhuzunisha hayo wanaoyasema hao makafiri. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, Allah anamwambia mtume wake, tunajua kwamba yanakuhuzunisha hayo wanaoyasema hao makafiri, kwamba hawakukubali wewe, wanakukadhibisha wazi wazi. Fa innahum la yukadhibunak walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Wao kukadhibishi, lakini madhalim wanaozidhulumu nafsi zao wanazikadhibisha na kuzikana aya za Allah. وقال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. mimi najua kwamba dini hii ya Muhammad ni bora ya dini zote za watu. Mimi najua katika moyo wangu najua pia kwamba dini ya Muhammad ni bora ya dini za watu zote, lakini hakuamini kwa ulimi wake, akafa katika mila ya babu zake washirikina. Laula almalamatu au hadhari masabbatin la raaitani samhan bidhaka mubina. Lau sikuogopa kulaumiwa, ami yake mtume, lau sikuogopa kulaumiwa na makureishi au kuogopa kutukanwa na makureishi, la raaitani samhan bidhaka mubina, ungeniona mimi ni mwepesi na muwazi wa hilo la kusilimu. Ningekuwa wazi kusilimu, lakini naogopa kulaumiwa na wenzangu makuraish, naogopa kutukanwa na hao makuraish. Kwa ndio maana hakusilimu ami yake mtume huyu Abu Talib, pamoja na da'wa ya mtume na kumtetea mtume alivyokuwa akifanya da'wa, lakini hakuwafikishwa kuwa Muislamu, kama Allah alivyomwambia mtume wake, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yahdi Allah subhanahu wa ta'ala iyyahum. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.